your life before to Jesus. Tell God that He may intervene in your situation. In that situation you see it cannot be led back into life. In the mighty name of Jesus, this is God who is able to restore broken bones that the bone cannot beside. Our Father is able, our God is able to restore that bone in the mighty name of Jehovah Father. Thank you, Jesus. Let me shake it. Tunasogea mbele zako Baba, tunatokea mbele ya kiti chako Baba, tunatokea kwa sababu tunakuhitaji, kwa sababu tunakungojea. Sisi Bwana ni viumbe mbele zako, sisi tunangojea kutokana na wewe. Ninanenea anga ya mji wa Elutauna, ninanenea anga ya kanisa, ninanenea anga ya ufahamu wa neno lako, ninanenea anga ya utafsiri wa neno lako. Ninaomba malaika wako Bwana wakashuke Jehova, wakanene mema, wakanene kupandilishwa, wakanene kuendelea katika jina la Yesu. Tunaliinua jina lako, sote tunangojea. Baba, tunachongea Baba, tunachongea chini ya miguu yako Baba, tunachongea Baba, tunachongea, sema tunachongea. That is our prayer of declaration. Father, we are approaching your feet, and as we come out of this feet, as you forgive the sinful woman, we are coming out of this feet as we are present. Let's all celebrate Jesus. Let's all celebrate Jesus, because we are listening in the mighty name of Jesus. Tumpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Tunaweza tukaketi. In the name of Jesus. Bwana Yesu asipewe sifa. Praise be to God. Amen. I can allow my praise and worship team to have their seats. Bwana Yesu apewe sifa. With me if you can see me. Bwana Yesu asifiwe. I am Mwaniki Silas. I am born again, and Christ is my personal Savior. I feel privileged. I feel to serve this unfailing God. Bwana Yesu asifiwe. If you trust upon our Maker, if you trust upon our Lord, He will not fail you. Bwana Yesu asifiwe. He is unchanging God. Bwana Yesu asifiwe. He is unchanging no matter how situation is. Our God is not changing. It is we who are changing because of our weaknesses, because of fully trusting to this Lord. We fail, but our Lord doesn't fail. Amen.
Before I continue, allow me to just introduce my wife, whom I came with, that he may say hi to the church, na Mungu atawabariki. Karibu. Yesu asifiwe. I'm Pamela Maina. I'm born again this afternoon. I thank God. Na tunawapenda. That's why we visited you. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya, mimi nimeoa na namshukuru Mungu kwa hilo. I feel again privileged to be in this water because as you are told, your pastor is my daddy. Bwana Yesu asifiwe. And I don't take it for granted to stand on this water and that I may minister the word. Ninajua imegharimu mkono wa Bwana. Pasipo kupoteza wakati, I hope now kila mtu ananijua. Mimi nimewambia naitwa Maina, nimetoka sehemu za Ndatu katika kanisa la EAPC. Bwana Yesu asifiwe. Katika wanalika ninapowaona hivi ninaona watu wa nguvu kwa sababu katika parokia mimi nakuanga katibu wa wanalika. So when I'm here still as their leader, Bwana Yesu asifiwe. Na hebu town niwaambie Mungu awabariki sana kwa mahali ambapo mnapitia mahali ambapo panastahili. Na nataka nikuhakikishie nikwambie, ukiwapo utamwamini Mungu hatawahi kuipisha. It doesn't matter how long it takes, but the fact is the appointed time of God, He will come to fulfill whatever He decides in your life. Amen. I want us to direct to the ones kwa sababu najua neno ndilo ambalo limetuleta pamoja katika nyumba ya Bwana. Ninataka tusikie neno la Mungu, our theme of our sermon today. It is choosing a city to live. Bwana Yesu asifiwe. Choosing a city you are living. Amen. In our sermon, I want to mentor ourselves on choosing a city where we are going to live. Just as the situation, the season goes by and the season changes from rainy season to sunny season. That is how you change from one city to another. Yesu asifiwe. There was a time you were back in your village, but today you are in Embu town. There was a time you were a tiny small boy, small lady, but now you are a mother. You changed from one situation, you changed from one station, you changed from one town to another. And today I am here to tell you, you choose a city where you are going to live. Amen. And it is not just a city. I have added a word and I have said, choosing a city with the men of God. Sijui kama unanielewa. Kuchagua mtaa ambao ama kuchagua mji ambao uko na watu wa Mungu. They are benefits. Wewe mimi nimeingia katika neno. We are reading from the book of Acts, chapter number 18. Acts chapter number 18, right 9 to 10. Acts chapter number 18, right 9 to 10. Theme is choosing a city to live or living in a city of God. Kuchagua mji wa kukaa ama kukaa mji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Acts chapter number 18 right 9, Biblia inasema, and the Lord said to Paul, naye Mungu akaambia Paulo one night in a vision, akamunenea katika maono, akamwambia nini? Do not be afraid. Usiogope. Geukia jirani mwambie, do not be afraid. Inaendelea kusema, but go on speaking and do not be silent. I came to tell people, Ravuel City, continue speaking and do not be afraid. Why? Let nobody make you to be silent. Hallelujah. Mstari wa 10, hapo ndio maneno iko. Kwa sababu maandiko inasema, for I am with you. Hallelujah. For I am with you and no one will attack you. That is point number 1. Sasa hii ni kwa ile city unakaa. Nobody will attack you, for I have many in this city who
are my people. Can you underline that word? I have many in this city of Embu town who are my people. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema Mungu akamwambia Paulo, do not be afraid. Do not be afraid. Na sasa hapa mstari wa 10 ndio maneno inaingia. Turudishe 10. 10 inasema, for I am with you. Mungu atakapokuwa na wewe na uchague mji ambao utaenda kukaa. Maandiko imetuambia Jehova will be with you. Hautahitaji kuwa mtu wa kuogopa. Hautahitaji kuogopa watu. Kwa sababu gani? You have chosen. You have made a choice of a city where there are people of God. Benefits of a city that has people of God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namalizia. Nimesema katika mstari wa 9, Biblia inasema do not be afraid. That is point number 1. So when you choose a city where there are men of God, when you choose a city where people of God are, you will not be afraid. Hautaogopa ukitembea ya kwamba fulani ataniangusha kiroho. Hautaogopa ya kwamba huenda nisije nikatimiza lengo la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Umechagua mji ambao uko na watumishi wa Mungu, ambao watu mnakaa na wao. Ukiangusha hela yako hawataikanyanga kwa mguu, bali watakwambia, dada mpendwa, umeangusha hela yako. Hawataikanyanga kwa mguu wakwambie hiyo hela ilikuwa yangu, bali watakwambia you have lost your coin. Kwa sababu gani? You are not afraid of them. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakutumie majeraha, hata wakutumie masilaha, hautaogopa. Why? The Bible said that, and God is saying to Paul, do not be afraid. Why are you getting afraid? Bwana Yesu asifiwe. Point number 2 inasema on speaking. How many people in your generation have told you to keep quiet after you have given them a vision? Is it your husband who has told you, can you stop telling me whatever you are telling me and be silent? You have a vision that you are going to possess a plot, but your husband is telling you, just keep quiet. I brought a message. Do not be afraid. Keep on speaking to him. Keep speaking to him. Keep speaking to our Father that you need that plot. And I assure you, because you're in a city with the people of God, everything will be accomplished. Do not give up. How many times have you given up? My mother, my father, you are fired from that job. Na unasema, I will never ever knock any office because ninapotafuta kazi ni miezi 2 ninavutwa. How many times have you given up, young man? How many times have you given up, young lady? Because the relationship is not working. Now you let everything and everybody coming on your way. Do not give up. This is a vision that God is giving to Paul. And he is telling him, do not give up. Hata kama hiyo jamii unaona kama haita make, don't give up. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa mdogo, nilisoma kutoka class 4 kwenda class 8 miaka 2. Bwana Yesu asifiwe. I could not give up. Hallelujah. Najua watu wanauliza sasa huyu jamaa. Yes. Kutoka class 4 kwenda 8, 2 years. Kufika class 6 nikakataa kurundia. Nikaenda 7, Mungu akasaidia. Sikurundia 7 lakini 6 nilirundia. Kwenda 8 nikapata 190. Kuambia mzee nataka nipeleke secondary. Akaniambia sikupeleke secondary na 190. Eti sasa urudi shule ama usoke ya Nairobi ukatafute kazi. I was a tiny boy. But I thank God I never gave up. Kwenda mahali nilikuwa nasomea, nikaambiwa young man, we can only accommodate you in class 7. Sasa nimerudi class 7 na nimetoka class 8. The class that I had not abandoned, nikairundia tena. I thank God. I kept on speaking my dreams.
I kept on speaking my visions to God and I never gave up. And today nilipomaliza sasa, niliporudi class 8, class 7 nikaenda class 8 nikapata 298 na nikaenda secondary. Bwana Yesu asifiwe. If I gave up, do you think I could be the person I am today? The reason is why we are failing in our life. It is because tukipatwa na majaribu kidogo, we are ready to give up. I came to tell somebody, no matter how situation is, do not give up. Hallelujah. Don't give up. Ingawaje unaona siku baada ya siku wewe ndiye masikini sana, until the poor are calling you poor, don't give up. One day, one time, uenda sio wewe, lakini walitanishwa na jamii yako, they will drive to compensate whatever you never got. Don't give up. Angalia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 unasema there will be no harm. Hata uendelee kuongea, you continue speaking, you continue prophesying to your life, there will be no harm that will happen to you, because you are living in a city where there are many people who believe in God. Watu ambao utawaambia niko na ya item wasimame na wewe. People ambao utawaambia niliambiwa ninaweza nikapigwa msasa kazini, anasimama kwa sababu amechukua mzigo wako. Living in a city whereby you will not be condemned, rather you will be appreciated by men. Living in a city where you will not experience lack, but you will experience breakthrough of having whatever you are praying. It is only if you make a choice of living in a city where there are many people who are people of God. Lakini utakapochagua kwa watu wa mlengo mwingine, hapo ndio kuaibika kutapatikana. Amen. Allow me to tell you this. As a Christian, you must make a wise decision and a wise choice the people to live with. Amen. It is not everybody, and you'll bear with me, my mothers and my fathers who are in the house of God, that not everybody who qualifies to be your husband, not everybody who qualifies to be your wife. It takes a step of making a decision. Bwana Yesu asifiwe. I will come back and tell you this, that even my daddy can confirm it. Before you marry the person you married, ulipatana na watu wengi sana, but you end a criteria, you end a qualification, that for you to marry this person, for you to be married somebody, and to have 1, 2, 3. Kweli si kweli? And therefore, when I make this obstruction that you have to make a wise decision, the people to allow in your life, I mean, even in your working place, you must make a choice the people to relate with. Amen. Kuna watu utachagua kazini ndio marafiki, uvutwe kesho. Kuna watu utasema ndio marafiki, upate promotion. Kuna watu utasema ndio marafiki, upate njia, utoke kwa plot, ununue plot yako. Kuna watu utakaofanya marafiki, kama ulikuwa umenunua shamba, uliuze, uende ukakae kwa plot. Sijui kama mnanielewa. Making a choice and living in a city where there are people of God. Amen. Now, as I conclude my sermon, there are people that you need in this city. Mimi namalizia. I have said, how many peoples? You need 4 peoples in this city. The city that has many people who belong and who love God. The first person that you need in this city, this person is called Divine Connector. Hallelujah. You need to live in a city where there is a divine connector. What I mean by divine connector, this is a missing link between you
and whom you are to become in the future. Bwana Yesu asifiwe. I am saying it is a link between you and whom you are designed to be in the future. You need a divine connector. What I mean is that you need somebody who will take you back to where God designed you to be, not somebody who will take you away from where God has situated you. In my life, I have got a policy. You as my friend, you must have the value in me. You must have the value in my life. You must have the value in my family if you are my friend. Because I need a divine connector. Bwana Yesu asifiwe. In the book of 2 Kings, chapter number 5, line 1 to 3, the man of God, there was a soldier ambaye alikuwa amegonjeka, and this man was suffering from leprosy, and this man needed a divine connector that he may get healed as a soldier. Naamani alihitaji mtu wa kumuunganisha ndio apate kupona. And Naaman, commander of army, the king of Syria, was a great man with his master and his favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of favor, but he was a leper. Now the Syrian, one of them, and he carried over little cow, and around the want little cow. Bwana Yesu asifiwe. Do not expect it to have divine connector ambaye ni Ruto, ambaye watu wanapenda kwa sasa. Do not expect Uhuru to be your divine connector. I have come to tell people of Embu, hata mtoto wa Sunday school can be your divine connector. Amen. Hallelujah. Amen. What I am trying to say, that you do not despise anybody because of their status. Naaman yangepona isipokuwa ni dalitongao. Akamwambia, I know a man in Israel who can heal you. He was a connector. He connected Naaman with the man of God, and he was healed. Bwana Yesu asifiwe. Joseph was a man who was taken to jail. Hallelujah. Alipokataa kulala na mke wa mfalme, aliwekwa gerezani. Nilikuwa naangalia maandiko, kama ingekuwa ni mtu wa kawaida, angeona ndoto zake zimefika mwisho. Lakini Joseph alipelekwa gerezani, alipatana na mtu mwingine huko gerezani. Huyu mtu pia alikuwa divine connector ya Joseph kukuwa minister katika mji. Kama angepata huyo mtu gerezani, huyo mtu nataka kuambia Joseph angeisha. Na ilikuwa mpango wa Mungu, lazima apelekwe gerezani pia patane na huyu connector wake. Ndiposa yule aliachiliwa akaambia mfalme, I know a man who can interpret the dream, who has been interpreting my dream. Can you interpret a dream of somebody, and one day that somebody will come back to you and give you the crown of victory. Shida yetu ni kwamba tuko na malingo. Kulingana na ile hali nilio, I cannot associate with somebody who is below my class. I tell you, you will stagnate in that position. Allow yourself. Maandiko inanisaidia that whoever humbles himself, God will lift him up. Amen. Hallelujah. Amen. Katika kitabu cha Acts ambayo tumesoma, ukisoma Acts 11, 12, 13, utaona ya kwamba maandiko inasema baada ya Paulo kushikwa na Greek, alipelekwa kwa court, and when he was taken to court, he found a judge by the name Galio. Na walipopatana na Galio akasema, na yule ambaye mumeshika mleteni nimfungulie mashtaka. Because they are. But when Galio was prosecutor over here, the Jews made an united attack on Paul. People will make a united attack upon you. But because you are living in a city where there are men of God, they will not overcome you. Because the people in your circle, they are people of God. Galio akasema nini?
They brought him for tribunal. Tuendelea hapo chini. Biblia inasema this man is persuading people to worship God contrary of the law. The law says don't worship God, but this man is telling people to worship God. Wacha tusikie Galileo aliwaambia nini? Haya, teremka. Galileo said to the Jews, if it were a matter, rudi hapo nyuma 14, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, all Jews, I would have reason to accept. Amen. Hizo accusation watapeleka kwa mdosi. Mdosi atasema kama ni accusation zingine ningekubali, lakini kama ni tokeni mwende. Kwa sababu gani? You are living with the correct people. You are living with the right people in this city. Hallelujah. Amen. Point number 2 ambayo ama mtu wa pili ambayo unahitaji katika huu mji, the burden carrier. Hallelujah. The burden carrier, mtu ambaye ni wa kukubebea mizigo yako. Yesterday nilipokuwa nimeenda kupata fuel at some market, niliona jamaa alikuwa amebeba mtoto mgongoni mwake na nimemfunga vizuri na leso. Msichana mwingine akaniambia, hebu angalia vile yule jamaa amebeba mtoto vizuri. Nikamwambia huyo jamaa amenijua siri. Amen. Nikamwambia huyo jamaa ingekuwa kwamba ako karibu na mimi, ningempea high five because he is doing the right thing. Nikamwambia wanaume wengi wamesahau how to embrace their wives and how to give them comfort. What I'm trying to say, alikuwa amebeba mzigo wa mke wake. Bwana Yesu asifiwe. What I mean by saying having a burden carrier, I mean someone carrying your burden literally. Anabeba mizigo yako akijua sio yake, ambaye atasimama na ombi lako kama ni ombi lake. Ataomba pasipokuwa na kinyongo ndani yake. Akiomba Mungu upate gari, that person means it. Hallelujah. Can I give you examples of those people in the book of Acts chapter number 18 verse 18? Tupeleke 18. Wacha sasa usikie yule alibeba mizigo ya Paul. Biblia inasema after this Paul stayed many days long that he took to leave the brothers, and he set sail for Syria, and with him Prisca and Aquila. Those two people, hao watu wawili walibeba mzigo wa Paul kama ni mzigo wao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakabeba mzigo, wakajua hii mzigo sio Paulo peke yake, huu mzigo ni wetu. Sio lazima uambiwe ufanye kitu katika nyumba ya Bwana. Ingia mapema, pangusa viti, jitwike mzigo wa kanisa. Kama ni nyumbani, wacha kungojea jambo fulani waambiwe ulifanye, lifanye wewe mwenyewe, because you have taken that burden and you are carrying that burden within your heart. Mtu wa tatu, amrashi, ambaye unahitaji second person, ambaye unahitaji, it is the man of God. Bwana Yesu apewe sifa. You need the man of God, mtumishi wa Mungu. Katika maisha yako, you need what we call spiritual umbrella. We all know what is the work of umbrella. Wakati umebeba mtoto mdogo, unajifunikia wewe pamoja na mtoto. It will be awkward. Mimi nikibeba mwavuli najifunikia, si kweli? But because of the child, I will enjoy the work of umbrella. When you carry, when you have the man of God with you, you will enjoy the privileges of heaven. Amen. You will enjoy the privileges of their salvation because of having spiritual umbrella. Wakati umeishiwa, unampigia simu, unamwambia my pastor, I am 1 2 3, na yeye anaingia, anafungua mwavuli au akijifunikia, na wewe unafunikiwa. Not that you are worthy kufunikiwa, but because of the person you are carrying, because of the person you are living with in this city. Watu wapendwa,
the believers, just as God spoke to Paul in a vision, let us embrace the man of God in our life. Elisha, in the book of 2 Kings, chapter number 2, right 19, what does the Bible say? Elisha. Now the man of city said to Elisha, behold, the situation of this city is present, as my Lord you sees, but the water is burnt, and the land is unfruitful. Ukiendelea kusoma hapo chini, maandiko inasema Elisha alifanya jambo hadi mazao ya shamba ya karundi, hadi city ikaponywa. Ninataka nikwambie nini? When you have men of God like Elisha, the situation that is unpleasant, the land that is unfruitful, the essence, when you connect to the men of God like Elisha, like the servant of God of your church, I tell you, the fruit will be there. Have them within your circle. And get out all those distractors that will create you, that will make you not enjoy the spiritual umbrella. Bwana Yesu asifiwe. Waters were bitter, but through man of God, the taste of water was restored. Your taste will be brought back if you have men of God within your circle. As you live in this city of God, have men of God within that city. Usiende kushirikiana na watu hivi hivi. Tafuta watumishi wa Mungu. Ambia, pigia pasta, umwambie pasta, unajua biashara yangu imeenda chini na sielewi ni nini. Aombe na wewe, mambo inapandilika. Naona mambo yakipandilika. Naona mambo yakipandilika. Inapandilika kwa wema ambao Mungu atatumia mtumishi wa Mungu kukupitia. Lakini ukishirikiana na watu ambao wana Mungu ndani yake, watakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka kupatia mtu wa mwisho ambaye najua utashangaa. As I give you that person, finally about man of God, Paul was umbrella to Timothy. Amen. Paulo alikuwa mwavuli kwa Timotheo. Every time Timothy could go to Paul na anamwambia, mtumishi wa Mungu, I need spiritual, I need to grow spiritually. Na maandiko inaniambia kwamba ukisoma kitabu cha Acts, maandiko inasema kwamba Paulo alikuwa anasimama na Timotheo. Kwa sababu gani? Timothy alikuwa was relying upon Paul na mambo inapanda. Bwana Yesu asifiwe. Now when I mean men of God, these are people that you have to carry, and the people who will carry your burden and give you and connect you to where you are supposed to be connected. Amen. Pastor atakuombea pasipokuwa na kinyongo ndani yake. Amen. Kama ni biashara unataka isimame, anaiombea kwa roho moja. Kama ni mtu ni mgonjwa, anaiombea kwa roho moja, anakushikanisha. He connect you to your connection. He connect you with your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa mwisho na ambaye najua utashtuka. That is number 4. The uncommon enemy. Bwana Yesu asifiwe. The uncommon enemy. Sasa najua watu wanaweza kwani huyo pastor anahubiri nini? Yes. Nilisema number 1, you must have what? Define connector. Number 2, burden carrier. Number 3, man of God. And number 4, it is the uncommon enemy. Kama uko na adui, inua mkono. Good, I like those people who are sincere. Yes, uncommon enemy. Wacha nikwambie what uncommon enemy mean. No. Bwana Yesu asifiwe. Wacha sasa nikurudishe nyuma mahali ambapo nilienda kurudia class 7.
When I was told to go back in class 7, nikasema sitarudia hiyo shule. Nikaenda shule jirani, which was a bit distance kutoka nyumbani. Nikaenda nikaona head teacher na tukakubaliana, nikaambiwa on Monday nirauke shule. But unfortunately, the person who was the chairman wa board wa the school that I was, yenye nilikuwa narudi class 7, akatafuta deputy head teacher wa ile shule naenda. Akamwambia mkichukua huyo kijana shule imeisha. Sijui kama umenielewa. Na huyo mtu ni our immediate neighbor pale nyumbani. Na ameenda akapiga sindano, mimi naitaka polio ya enmity. Akandunga polio ya enmity. Nikaambiwa hiyo shule hatukutaki, vile utafanya enda shule uliokuwa tamu moja, then uandikiwe transfer letter ndio tuone what kind of a person you are. Sasa nikitoka hapo kwenda hiyo ilikuwa na uchungu. Mzazi ameniambia hata nifundisha. Hii shule nimeambiwa nirudi class 7. What a situation is this? Kulikuwa na jamaa mwingine hapo. Tukaambiana tukakotoana nanga. Tukaenda hiyo shule. Hata hatukuongea na mtu. Tulipepa mifuko yetu, tukaenda direct up to class 7. What a shame. Na nilikuwa kimtu kikubwa. They used to call me babu because I was old. Nikaenda class 7. Bwana Yesu asifiwe. I am bringing a message of uncommon enemy. Hallelujah. Nilipoenda class 7 tulipata mtihani nafanya. By then tulipata karatasi ya Kiingereza na it was a composition. I remember that composition very well. Nilipewa ngate out of 40. Sasa nikajiuliza, kwani ni motivation nione kwamba naweza pita ama ni genuine results? Unajua walimu zingine tukiaka wanafunzi hadi unashindwa, hapa huyo mwalimu anakuwa na mapendeleo ama namna gani? Wacha nikwambie ukweli, hata next tuna mark zinapoenda kumakiwa. Kuna karatasi unaweza ona uone kama hapa palikuwa na ufisadi. Sasa mimi niliona zile marks nimepewa na mwenzangu zile amepewa, nikaona like this teacher wanted to motivate us that tunaweza tukapita. Nilikuwa na manunante, composition nimepata la date. Unadhani nitakubali nianguke hizi zingine? Sasa nikapata momentum. I thank God because of that neighbor ambaye alienda akasema nisichukuliwe hiyo shule. Because it is by that time nilikomaa kiroho, nikaokoka. It is by that time, by the end teacher by Mr. Kameni alikuja, he was new. Sasa tukaitwa tuombe, ni mimi nilisimama kuomba. Sasa hata nimeokoka because nimerudi class 7. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida itakupata wewe mpendwa, ujue Mungu zaidi. Kuna shida itakupata, ndio na si ati ni shetani, ni Mungu anataka umjue. Sasa nikasema nitaongoza maombi. Kwanza nilioka ya Kiingereza. Head teacher akasema, in this school we need a captain. Na huyo kijana ameongoza hata simjui. Huyo ndiye atakuwa captain wetu. Hata mimi class 7. Nikafanywa captain. Zile jamaa ziko class 8. Zinanisikia nikiwa class 7. I was given of that city. Kwenda secondary nikawa captain pia. What I'm trying to tell you, kwenda university nikawa captain pia. And I was the president of the university. Ilianzia hali ambapo nakwambia having uncommon enemy. Kama sio huyo adui, hata singe kanyanga, huwa wanasema hata singeenda hata katika vyuo vikuu. Amen. Uncommon enemy. You need somebody who will criticize you in this life. Sasa unajua utasikia sasa huyu analika na nini? Kwao hawezi wakajifanyia. Sasa na wewe you want to prove them wrong. You start working. Unaweka speed. Amen? Amen. And now uncommon enemy is like a catalyst. Who will speed up the rate of your working. Kama ulikuwa unaamka saa 1, unaamka saa 2, kwa sababu walisema hauwezi kujinunulia baiskeli. You want to work hard and have that bicycle. To prove them wrong. Are you getting me? Yes. Kama hujui uncommon enemy, then probably devil is on your way. Na nasema hivyo nikiwa nimeokoka kwa Bwana.
ririkana anawaelikana anyororio ni mwiruwe Penina nyamenyire mbere yanga ingawa kwa hii kama huyu mtu akuwa na uncommon enemy, do you think angekuwa naomba mtoto? Sasa nataka unielewe na unisikie. This is my question. If Penina could not mock the co-wife, do you think angekuwa naomba mtoto? Ana alipodhiakiwa na Penina ndiye alienda kwa Mungu. Akamwambia Mungu, ninataka mtoto. Until you be criticized, until you be mocked, you not work extra hard. Bwana Yesu asifiwe. That's why nilisema you must be having uncommon enemy in this setting where there are people of God. Greek were the enemy. They are the common enemy to Paul. Bwana Yesu asifiwe. Ndio walifanya akae huko zaidi ya vile alikuwa amekaa kwingine, because he could spread the gospel. Hao ndio walimshika wakampeleka kwa Galio hakimu ndio wamfungulie mashtaka. Kama huna mtu wa kukushika kufungulie mashtaka, then you have a problem. Na kama uko na uncommon enemy, thank God, because you are working towards your salvation, towards your growth, because of this uncommon enemy. Yes. Amen. Amen. Sasa kuna mhubiri mmoja nilikuwa na watch, alikuwa anasema wakati uko kwa serious relationship ndio to side chick tunakujanga sana. Am I communicating? Unapata mzee ako na mboma imesimama, lakini huko kwa njia to side chick tunamu. The problem si ingine, those are the uncommon enemy. You have to work hard to sustain your marriage. You have to be strong in Christ Jesus. Ndio ujue unbelief is wrong. Are you getting me? Yes. You must be having uncommon enemy for you to make it in that life. Tulipokuwa university tukisoma, Bwana Yesu asifiwe. Sometimes tulikuwa tunashindana kwa upande wa Kiswahili. Mimi nimefanya Kiswahili and CRI. Sasa tulipokuwa tunaongea ulikuwa unasikia usikie tu ameshirabu kandogo. You uanze kumkosoa. What I'm trying to say is, because of wewe kukosolewa, you want to become perfect. Amen. Amen. Because of that, unaenda unaona kumbe fulani alinunua gari, hata mimi nitanunua gari. You are uncommon enemy to that person kama unjui. Hata wewe ni uncommon enemy to somebody else. Yeah. Amen. Amen. Wewe unasikia vibaya, unajua kuna ubaya mzuri. Kuna ubaya mzuri. Yaani ubaya mzuri ni kwamba nitaona Anthony amenunua gari na mimi niseme Mungu nisaidie kama I'm uncommon enemy to Anthony, because it is out of ile wewe niko nayo. Anthony amemeka na yeye, Anthony akijua nimenunua gari na yeye anasema nitanunua kubwa kuliko hii. Are you getting me? Yes. Having uncommon enemy. What I'm trying to say, Joseph had an uncommon enemy, that is Potiphar's wife. Sijui kama mnanielewa. Sasa nimewarudisha pale juu. Joseph was connected to where he was to be by through Potiphar's wife. And now I'm calling Potiphar's wife an uncommon enemy to Joseph. Kwa sababu Joseph alipokataa kulala na yeye, ndiye alichukuliwa akafungiwa gerezani. Are you getting me? Yes. You must have an uncommon enemy in your life for you to get to where God wants you to be. Devil is your uncommon enemy. That when you listen, nani ana adui? Wale waliweka mikono chini, unless you have a problem. Hata mimi niko na uncommon enemy. Who is the devil? Who is always working against my destiny? Are you getting me? Yes. The reason is why we are backsliding life. It is not because of anything else. We lack that knowledge. How now we are going to run away from this uncommon enemy. Utakapoenda chini ya magoti, uite Mungu akiwa mbinguni, ndio utapata neema na kibali cha kumshinda huyu uncommon enemy. Goliath, the one that we know, was an uncommon enemy to Israel and to David. Are you understanding my point? Yeah. That Goliath was there so that he can make Israel and David to shine
and show people that there is God. The uncommon enemy in your life will make you prove to people that there is God who does wonders. Amen. Your family that is about to fall, then you involve man of God, then you pray over it, isimame, ndio adui watajua kwamba kuna Mungu mbinguni. Amen. I normally tell people, I don't fear devil with his agent. I fear only God. Why? Because I know the power behind the God I carry. Yule Mungu ninabeba ni mkubwa kuliko tule tuvitu watu uvicha kwa mifuko. Huyo Mungu nimebeba ni mkubwa kuliko wale watu wanasimamisha biashara zao kupitia domete. Wacha kucheka. Umeona kwa vikingi vya stima mganga ondali kutoka Kitui. Na ukiona pameandikwa we have a fellowship at the APC Town by the pastor, the man of God, Pastor Francis, utapata mtu anasema lakini ukiona mganga kutoka Kitui unaanza kuchukua simu, uchukue namba ya simu. Shame on you. Have the man of God within your life. Amen. Amen. And God will establish whatever you are praying. Amen. Sasa Safaricom mwanga imeandikwa aje? Safaricom sio nimalizie. Safaricom. Then I'll say this as we end our service. From today, when you go in this city where there are people of God, have this, that we don't have Safaricom there. As the Safaricom, we do not have Safaricom, the better option. We have Jesus as the best option. Tusimame kwa miguu yetu. Asante with the many people of God, you will prosper. That is a city where there are no sickness. That is a city where we all live like a brother and a sister. That is a city where we live hand for each other. That is a city where we are all divine connectors, no matter our age. No matter our levels, no matter our professions, no matter our state, we live in a city where we have many people of God. Make a revelation of your life. Make a revelation of your life and ask God, you want to be in a city where there are many people of God. My praise and worship team. Have a moment to worship. Fungua kinywa chako hata kabla tujaimba. Ambia Bwana unamuhitaji. Ambia Bwana unamuhitaji. Unapofanya uamuzi katika ile sete utakaa. Unapofanya uamuzi ni mtaa gani utaenda kukaa, akusaidie uingie katika mji ulio na watu wa Bwana watakaopepa mahitaji yako, watakaopepa shida zako, watakaokulinganisha, watakaokushikanisha na ile maono ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako, watakao kuwa marafiki wa kweli. Oh, oh, Yesu, Yesu, Shikandara mama. I want to hear somebody praying. I want to hear somebody making a prayer. Tell him, Jesus, I want to run in that city where there are your people. I want to run in that city where there are servants of God. I want to run in that city where there is healing. I want to run in that city where there is restoration. I want to run in that city where there is your anointing. I want to run in that city where there are people of God. Shakandara mama. Oh, umeinuliwa juu Baba, juu ya mawazo yetu Baba, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa
Haijalishi ni hali gani umepitia. In that center you are my sister. In that center you are my father. In that center you are my mother. I have brought a messenger. There is a divine connector. There is a abundant carrier. There is a man of God. There is people who will stand with you. Make a choice now. Make a choice now. Make a choice now. I feel the presence of God. I feel the anointing of God. That people are landing in another city. People are landing in another city. May you find yourself in that city where they are divine connector. May you find yourself in that city where there is healing. Limandele mamozeke Hayandara mama Hadishakaina Rabukonda. We welcome you, Jesus. We call you worthy. We call you Jehovah. Because you are the Lord. Because you are the King. In the mighty name of Jesus Christ, we release your healing now. I release your touch now. I release your touch now. I release your touch. I release your touch. I release your touch. I release your touch. I release your touch upon your people. I release your touch. I release your healing. I release restoration of a broken family, of a broken relationship, of a broken marriage. I restore it. I restore it now. In the mighty name of Jesus, I am saying receive. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Touch of God, 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 touch of God. Hiyo wote imekusumbua wewe ambaye unaumwa na kitovu, wewe ambaye unaumwa na kitovu, ninaachilia uponyaji, ninaachilia uponyaji. Wewe ambaye ulali kwa sababu ya kusumbuliwa na ndoto za kuogofya, unaota umekimbizwa, ninakuchukua sasa, ninakupeleka kwa mji wa Bwana. In the mighty name of Jehovah, in the mighty name of Jehovah. Umejaribu biashara mingi lakini zimeshindikana. Ramashikibiri mamuzaya, rimakunduru mamuzaya, kandarama kandiri kikikikiki, shakakakakaka. Imashiki shakangara shakandiri mamusa mashiki ramandiri mamusaya. You are there. You are saying, God, I need to be connected with these people. I need to have these four people in my life. You are there. You are saying, man of God, as you end your sermon, I need to find myself in that city where I have men of God, where we love people who will carry my burden. Take a step of faith. Take a step of faith. You are there. You are saying, man of God, I need to find myself in that family where there is peace. I want Ramashiki. You are there. You are saying, I want to find myself in that city, establishment of families where there is job promotion, where there is healing upon the sick. Wewe ambaye unaumwa na kichwa, inua mkono wako niombe na wewe.
In the mighty name of Jesus. Roho wa Mungu ananifunulia kuna mtu anaumwa na kichwa. Inua mkono wako niombe na wewe. You are saying, man of God, I want to be restored back in my city where there are people who will connect me to my destiny, who will have my bondage. Just lift your hand, I pray with you. In the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, hiyo mikono ambayo imeinuliwa ninaiachilia neema na kibali, ninaiachilia. Ninaomba Bwana ukakutane na wao, uwapeleke katika mji ambao kuna destiny connector, ambao kuna divine connector, mji ambao Bwana uko na watumishi wa Mungu, mji ambao Bwana uko na pande nikalia, mji ambao Bwana utakuwa unawalilia, unawapepea mahitaji yao, wanabeba items zao katika jina la Yesu. Ninavuta kila maagano, ninavunja kila mikutano iliyofanywa usiku, ninavunja kila mikutano iliyofanywa mchana kinyume na watumishi wa Mungu, kinyume na watu wako Bwana, wasije wakajikuta katika miji ambayo iko na amani, katika mboma ambazo zimesimama. Ninavunja kila maagano yaliyofanywa na waliotangulia katika jina la Yesu. Ninaagiza baraka zako kutoka mbinguni Baba yangu, sikatembee na wao, sikawaguse, sikawainue katika jina la Yesu. I connect you now. I connect you now with the man of God. I connect you now with the divine connector. I connect you now with the bande nikalia. Usijibebe mizigo yako tena mama, usijibebe machozi ya mzee tena, usijibebe machozi ya kikazi tena, usijibebe machozi ya relationship yako ya maana. Jiachilie mbele za Bwana. Really, Father, to be transformed, to be touched, to be increased, and the more so, my Father, to have you more. I now release them in your hands. I now release their visions before you. I now release their desires in you. I now lay upon their destiny in you. And I speak a word of prosperity in their businesses. I speak a word of prosperity in their lives. I speak in job promotions now. I destroy the work of the enemy upon their lives. Wale mandui wanaopanga kuanguka kwao, wapange ndio wasimame, jinsi ambavyo Yusufu alitumia hiyo nafasi ya kupelekwa gerezani, Bwana ukamuinua. Ninasema hiyo mitego wamewekewa ndiposa waanguke, hawataanguka bali watasimama katika jina la Yesu. Wewe shetani na maitenti zako, ninawanenea siku ya leo, hawa sio wa kuanguka, hawa sio wa kushindwa, hawa sio wa kulemewa safarini, hawa sio wagonjwa, hawa sio watu wa kugonjeka. I now sanctify them and set them free from any obstructions of the enemy. I set them free from the will of the enemy. And set them ready. And commission them now for the glory of Jesus, for the anointing of God. Let them not fear. May you make them continue speaking more. May you, my Father, give them the right people in their lives. In Jesus' name we pray. Somebody celebrate Jesus with a mighty clap. Loving and loyal, never unkind, majestic and royal,